Leo nataka tujifunze kuhusiana na kugundua kusudi la maisha yako. Kugundua kusudi la maisha yako. Discovering your life purpose. Kugundua kusudi la maisha yako. Kwa hiyo bila kujali uko wapi leo au una hali gani leo, kuna kusudi ambalo Mungu ameliweka kuhusiana na maisha yako. Na usipojua kusudi lililomfanya Mungu akulete duniani, utaishia katika mahangaiko ya maisha. Watu wengi si kwamba hawezi kufanikiwa katika mambo wanayofanya, ila wengi wanaishi kwa kufanya vitu ambavyo hawajaumbiwa kuvifanya. Na kwa sababu hiyo wamejikuta miaka inaenda, miaka inarudi, maisha yao kama vile hayana mabadiliko. Ni ngumu kufanikiwa nje ya kusudi ambalo Mungu amekuitia. Chochote ambacho unakifanya kwenye maisha yako kinatakiwa kiwe ni matokeo ya wito au kusudi ambalo Mungu amekuitia hapa duniani. Na ndio maana somo hili ni la muhimu sana, kwa sababu usipojua kusudi lako utakosa mwelekeo kwenye maisha yako. Utakuwa ni mtu ambaye hauna mwelekeo. Utakuwa kila mahali, utakuwa unafanya kila kitu, utakuwa na mambo mengi unayofanya, lakini hauna mwelekeo madhubuti ambao unajulisha kwamba wewe unataka kufanya nini kwenye maisha yako. Sasa kusudi ni nini? Kusudi ni nini? Kusudi, tafsiri ya kwanza, ni sababu ya uwepo wako duniani. Ni sababu ya uwepo wako duniani. Ni reason of your existence. Sababu ya uwepo wako duniani. Chochote unachokiona duniani kina kusudi lake, akiwemo na wewe. Chochote kile kwenye mwili wako, chochote unachokiona kina kusudi lake, hata kama ni kidogo namna gani. Nyusi zako zina kusudi. Ndio maana ukitaka jaribu kuzitoa zote siku moja, alafu kimbia utoke jasho, ndio utaelewa nyusi zina kazi gani. Hakuna ambacho hakina kusudi. Sasa na wewe unayo sababu ya kuwepo hapa duniani. Reason of your existence. Sababu ya uwepo wako hapa duniani. Tafsiri ya pili ya kusudi ni sababu iliyomfanya Mungu akuumbe. Kwa nini Mungu alikuumba wewe? Hiyo ndio sababu yake. Ndio kusudi lako. Kuna sababu iliyomsukuma Mungu kukuumba wewe. Haukutokea tu ghafla, umetokea tu duniani alafu Mungu aanze kushangaa kuna mtu amezaliwa leo. Kulikuwa kuna sababu iliyomsukuma kwamba kuna mtu anatakiwa kuzaliwa katika nchi ya Tanzania, na anatakiwa kuzaliwa mwaka fulani, anatakiwa kuzaliwa kwenye familia fulani, ili akutane na watu fulani, ili atimize kusudi lililomwekea. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye yuko hapa ambaye Mungu hajamwazia kwenye maisha yake. Ukiwa unajua nini cha kufanya, unajua namna ya kufanya, lakini hujui kwa nini unafanya, maana yake umefeli kwenye maisha. Kwa sababu kwa nini unafanya ni cha muhimu zaidi kuliko unafanya nini na unafanyaje. Na kwa nini unafanya ndio kusudi la Mungu alilokuitia kwenye maisha yako. Wote tunaweza tukafanya biashara, lakini yule anayejua kwa nini anafanya biashara atafanikiwa kwa haraka kuliko yule ambaye anajua tu namna ya kufanya biashara. Kwa sababu ulichoitiwa, kwa nini umeitwa, ni kikubwa zaidi kuliko unachokifanya. Kusudi lako liliandaliwa kabla hujazaliwa. Kusudi lako liliandaliwa kabla haujazaliwa. Kusudi lako la kwa nini uko hapa duniani, kwa nini umekuja duniani, liliandaliwa kabla haujazaliwa. Ndio maana kichwa cha somo yangu haisemi kutengeneza kusudi la maisha yetu. Inasemaje? Kugundua kusudi. Kugundua maana yake kitu kipo. Hautengenezi kusudi lako, unaligundua kusudi lako.
una discover kusudi lako. Liko mahali. Inawezekana uko hapa naongea na mnaye wewe hujui kabisa kusudi lako ni nini. Lakini haimaanishi halipo. Unalo kusudi, kwa sababu katika kanuni za kimungu ni marufuku kufanya uumbaji bila kuwa na kusudi kwanza. Ndio kanuni ya Mungu. Hawezi kuumba kitu bila kuwa na kusudi nacho. Kwa fact tu kwamba uko hapa duniani umetokea hivi, maana yake lipo kusudi ambalo Mungu analo kwenye maisha yako. La tatu, unatakiwa kulielewa. Mungu ameweka uwezo ndani yako kukusaidia kufanya kusudi lake. Mungu ameweka uwezo ndani yako kukusaidia kufanya kusudi lako. Mungu ameweka uwezo ndani yako. Uwezo huo unaweza ukawa kwa njia ya vipawa. Uwezo huo unaweza ukawa kwa njia ya haiba, personality yako. Lakini ameweka uwezo ndani yako. Wengine wameweka hata uwezo wa kimwili kulingana na kusudi lao aliloitiwa kwenye maisha. Lakini unachotakiwa kujua ni kwamba Mungu hajasema tu huyo ana kusudi afu amwache hivyo. Alipokuwa anakutoa kwenye tumbo la mama yako, ukiwa umebeba kusudi lake, aliweka uwezo ndani yako ili ufanye alichokuitia. Kwa hakuna mtu ambaye ana kitu ndani yake. Inawezekana wewe unajidharau, unajiona kama vile una kitu. Siku ukigundua kusudi lako, you are a dangerous person. Wewe ni mtu hatari sana. Kwa sababu ukikaa kwenye kusudi lako, kuna vitu utavifanya kirahisi kuliko mtu mwingine yote. Ni kama samaki tu. Nani anamfundisha samaki kuogelea? Nani anamfundisha samaki? Akizaliwa uwezo wa kuogelea uko ndani yake. Kwa sababu aliumbwa kwa ajili ya maisha. Na ukimtoa kwenye maji ukamweka nchi kavu, uhitaji kumpiga samaki ili afe. Anakufa tu mwenyewe. Ukitoka nje ya kusudi lako, hauhitaji shetani. Ni nature tu inasema utafeli kwenye maisha. Kuna watu wengi sana, wengine mko hapa tayari mnajua makusudi yenu. Mnajua kitu Mungu amewaitia. Lakini mna hofu. Unajiangalia, unajipima, unaangalia elimu yako, unaangalia ulivyo, unaangalia historia yako, unasema mimi sitaweza. Mungu anapokuitia kusudi, nisikize vizuri, hakuiti kulingana na unachoweza kufanya, anakuita kulingana na anachokuwezesha kufanya. Ukijua kwamba ni kusudi langu, Mungu ameniita kwenye hili eneo, endelea na safari. Mungu atakuwezesha kutimiza alichokuitia. Namba 4, kitu gani unajifunza pale? Mungu amekuita kwa kazi maalum. Mungu amekuita kwa kazi maalum, kwa ofisi maalum, kwa jukumu maalum. Sio kwa ajili ya kila kitu. Kuna kazi maalum amekuitia. Sio unauliza wewe ni nani, hata kujitambulisha mwenyewe ajui. Mimi ni mfanyabiashara, lakini pia najenga. Sio hivyo tu, mimi ni msusi pia, lakini pia nauza mawigi. Sasa which is which? Kazi maalum. Namba 5. Una eneo maalum la kulitimiza kusudi lako. Una eneo maalum, sio kila mahali. Una eneo maalum. Kuna territorial definition concerning your purpose. Kuna eneo maalum Mungu ameliweka. Hapo ndipo utatimiza makusudi yako. Kwa lazima ujue ni kweli Mungu amekuita. Amekuita wapi? Wapi hicho kitu kinatakiwa kikatimilike? Unagunduaje kusudi lako? Unagunduaje? Shazungumza kuhusiana na kusudi sana. Unaligunduaje? Wengine hapo wanajiuliza nafanyaje sasa kujua kusudi langu? Nafanyaje? Unagunduaje? Kwa kuangalia kinachokukosesha utulivu. Kwa kuangalia kinachokukosesha utulivu. What makes you restless? Kitu gani kinakukosesha utulivu? Wakati mwingine
hautasikia sauti ya Mungu ikikwambia hiki ndicho nilikutia. Wakati mwingine Mungu anaweka kitu ndani yako kinachokufanya ukose utulivu juu ya jambo hilo, na huwa kinaweza kutokea kwa njia mbalimbali. Lakini vile vitu ambavyo unasema ningekuwa nina pesa mimi ningetatua ile tatizo, ningekuwa nina uwezo, hiki ndicho ambacho ningefanya. Kwenye njia hii inakuja kwa namna mbili. Kwanza inaweza ikaja kama passion. Passion ni kitu unachokipenda sana, yaani unatamani maisha yako yote uyatumie kwenye hicho kitu. Ni kitu ambacho ukianza kukifanya unasema unapoteza ile hata namna ya kujua muda unaenda. You lose the sense of time. Kila wakati unatamani ukifanya hicho kitu, unatamani maisha yako yatumike hapo. Hiyo ndio tunaita passion yako. Kitu ambacho kinaweza kukusaulisha hata kula. Kitu ambacho ukikifanya unasikia furaha. Hiyo ndio tunaita passion. Mungu anaweza akatumia hiyo kukuonyesha kwamba hiki ndicho kitu ulichokuitia. Lakini pili, anaweza akatumia kitu kinaitwa pain, maumivu. Kuna vitu ukiviona kila mtu mwingine anaona ni cha kawaida, ila wewe kinakuumiza. Kila mtu ataona watoto kule wanaomba barabarani, atasema watoto bana wanaomba sana, wanafuja, wanasumbua. Ila wewe ukiwaona unasikia machozi ndani yako. Kuna kitu Mungu anakuitia kwa ajili ya hilo jambo. Kuna mambo watu wakiona wanaona tu ni ya kawaida, lakini wewe ukiona, ukisikia, moyo wako unaumia. Unasema Mungu, natamani ungenipa uwezo wa kufanya hili jambo. Ni ishara kwamba Mungu anakuitia kufanya hicho kitu. Sema amen kama unanielewa. Inakuumiza, inakukosesha utulivu. Vingine hata si watu wanakuhusu, sio ndugu zako, lakini unalala usiku unawaza, nitafanyaje kuhusiana na jambo hili? Nifanye nini? Inakusumbua. Wakati mwingine anashangaa kwa nini unahangaika na hilo jambo. Wakati mwingine unatumia rasilimali zako, unatumia pesa zako, unatumia muda wako. Wengine wanakushangaa, wanasema unahangaika nini na hili jambo bwana, achana nalo. Lakini wewe inakusumbua. Mwingine anakuambia hawezi kuleta tofauti yoyote kwenye hili hata ukifanya nini. Lakini wewe unasema no, nifanye tu hata kama ni kwa sehemu ndogo, natamani kufanya. Hiyo maana yake Mungu anakuonyesha, ni indication, ni ishara kwamba anakuitia kwenye jambo fulani. Nimalizie kwa kuambia jambo hili. Kusudi lako litajulisha uwe mahali gani. Your purpose will determine your location. Kusudi lako litakujulisha uwe mahali gani. Sio tu mahali ambako kila mtu anaenda anafanikiwa na unatakiwa uwepo. Sio kila mji ambao kila mtu akisema kule kuna fursa na unatakiwa uwepo. Kusudi lako ndio linajulisha unatakiwa uwe wapi. Kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.